Boubacar Keita ni central midfield ambaye anafanya vizuri sana. Ni raia kutoka pale Senegal na alizaliwa mwaka 2000 kwa mpaka sasa 2026, maana yake Boubacar Keita ana miaka 26. Lakini tuje katika hoja yetu sasa, kwa nini wekundu wa Msimbazi Simba wanamsajili huyu kiungo ambaye ni mnyumbulifu katika ukabaji. Ni mchezaji ambaye anakuja kuifanya Simba kutulia zaidi pale kati, na ukijaribu kumwangalia ni mtu ambaye pasi zake na klabu kama ya Simba maana yake inakuja kuoanisha sasa Simba iwe na connector mkuu pale katikati. Ukitazama uchezaji wake unaweza kuona kabisa ana kasi, alafu pia ni kijana mdogo kwa sababu miaka 26 katika soka letu la Afrika, maana yake Boubacar Keita ni kiungo wa namna hiyo. Ila sasa labda tuseme kwanza watu wampongeze sana Mo Dewji kutokana na kukamilisha kandarasi hii, sababu inazungumzwa yupo kiongozi mmoja mkubwa ambaye ametumwa moja kwa moja mpaka kule nchini Senegal kuweza kuzungumza na wazazi, ndugu wa karibu wa Boubacar Keita, kwa sababu mwanzoni inaonekana pia hata Young Africans nao walikuwa na dili kwanza kuhitaji kupata kandarasi yake mchezaji wa Boubacar Keita, lakini mwisho wa siku Simba wamefanikiwa. Kwa nini? Wakati Yanga walikuwa wanazungumza na wakala wa Boubacar Keita, lakini Simba yeye imeenda moja kwa moja kuzungumza na familia. Unaelewa vizuri kama kile ambacho hapa Tanzania yupo rais mmoja maarufu wa klabu ya Yanga Engineer Said, yeye alikuwa na hiyo mikakati. Anatoka wakati nyinyi mnahangaika na wakala, yeye anaenda kwa familia moja kwa moja, anaagiza mikate, anakunywa na chai na maziwa, anakunywa pale, anapiga story. Kwa hiyo alikuwa anawafanya ile familia kuona kwamba mtoto wao atakuwa safe zaidi anapokuja Young Africans. Kwa hiyo Boubacar Keita sasa anakuja Simba kutokana na Simba nao kwa chief wanaonekana wamepiga hatua katika ujanja wa kiusajili. That's why unaona wanatoka wanaenda mpaka nchini Senegal, wanamkuta huyu kiungo ambaye kiukweli wanakuwa wamepata mtu na nusu. Na sidhani wale viungo wa Yanga pale ukiwatazama kama kuna kiungo wote ambaye anaweza kumfikia huyu. Huyu jamaa kwanza physical ni katili sana. Ukimwangalia kasura kake kama bwana mdogo fulani, lakini akiwa uwanjani ni katili sana. Na vile vile pia tumemshuhudia katika mechi kadhaa ambazo amecheza, jinsi ambavyo pasi zake anazopiga ni pasi zile ambazo zina macho. Kwa mfano Simba yupo kama Clatous Chota Chama kiungo yule, lakini jinsi ambavyo pasi zake mimi huwa napenda kuziita ni pasi mkono. Yaani unapigiwa pasi mguuni ni sawa sawa umerushiwa mpira kwa mkono. Kwa hiyo Boubacar Keita anakuja kuifanya Simba sasa kutulia zaidi na Simba kucheza kitimu zaidi, kwa sababu mpaka sasa tunaiona Simba ina zaidi ya 90% inacheza kitimu. Kwa hiyo wanapompata Boubacar Keita manake unaifanya Simba kutulia zaidi. Nadhani sasa wanaanza kujisuka katika msimu ujao, kwa sababu ukiangalia miaka kadhaa iliyopita Simba imestruggle sana kuweza kubakisha wachezaji wake, lakini pia imestruggle sana kuweza kupata wachezaji wapya, hususan timu pinzani Young Africans ikiwa nao pia inamhitaji mchezaji huyo. Tumeshuhudia siku kadhaa zilizopita, niliwahi kuripoti katika channel hizi kwamba Zuzu Pacome ilitakiwa awe mali halali ya Simba. Yaani asiyefahamu hiyo, Max Mpia Zengele alitakiwa kuwa mchezaji halali wa klabu ya Simba. Wachezaji wengi hao ambao wote hawa walitakiwa Simba. Hata Fiston Maele mwenyewe Simba walianza kumapproach, lakini mwisho wa siku Yanga walizidi kutokana na ile kamati yao ya usajili kuwa na ubora, kuwa na kasi, namna ambavyo yani tuseme Yanga walikuwa wanawazidi Simba kiusajili kutokana na kasi yao kushambulia kama vile wanakaba. Na ndio maana Simba wanakuta wanaweza kufanya scout ya mchezaji alafu Simba imeanza alafu anatimkia Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu Yanga walikuwa na kamati bora zaidi ya usajili. Kwa hiyo sasa Simba mara hii wamekaa, sababu juzi niliripoti hapa kikao cha juzi ambacho mwezi uliopita Simba walikaa wakasema kwa nini tunazidiwa tunapomtaka mchezaji. Yaani wao wamekuwa ni jicho la Yanga kwenye kusajili. Sasa Simba wakasema hii haiwezekani. Tunatakiwa sisi tuamue wenyewe, tuanze mkakati siri kwa siri. Japo kuna wakati walisema hata sisi waandishi wa habari tumekuwa wambea sana. Wakati taarifa zao za siri hazijatoka sisi tunaanza kuzitoa, lakini lengo watu waweze kufahamu hizi klabu zao. Klabu kama Simba ambayo kwa sasa tunajua inataka msimu huu kuweza kupata ubingwa ambao imeshapoteza kwa miaka 4 mfululizo, ambao Young Africans imeweza kutawala, lakini pia vipigo 6 mfululizo ambao pia wamevipata kutoka kwa Yanga. Manake hao wanakuja mara hii kuonyesha kwamba sasa wanaweza kuziba mianya. Ukiangalia msimu uliopita wachezaji ambao wameondoka kina Jean Chazoa, kina Kip Dennis Kipdenga na wachezaji wengine wengi, manake inaakisi hawa walioingia unaweza kuwataja kina Aura, kina Liba Sagwe, kina Ino Loemba,
kina Traore. Unaona kabisa hao ni wachezaji ambao wamekuja kuifanya Simba kuwa na facility. Ukitazama juzi niliweza kumsikiliza msemaji mchezaji wa Young Africans yule bwana mdogo Israel Mwenda, akasema yupo mchezaji pale Simba Aura Anset, yule ni mchezaji hatari. Alikuwa anatazama hata mikimbio yake, anaona huyu ni hatari, ni mdhibiti vipi. Kwa sasa anakuja Aboubakar Keita ambaye huyu ujio wake manake Simba imelamba dume kweli kweli, na ndiye mchezaji ambaye tunasema katika usajili wa dirisha hili huyu anakuja kuimbwa katika viungo kweli. Na ndio maana unaona wakati anakuja Derok Sharon Rushen Derok, hata wachezaji wenyewe wa Simba na Yanga waliweza kuona kwamba huyu mchezaji ni mweupe, ataweza kufanya yale ambayo Tanzania ardhi yetu inawataka wachezaji wagumu. Lakini mwisho wa siku wakaja kugundua Derok ni chuma kweli kweli. Amesikika juzi Ibra Baka kutoka pale Young Africans akieleza, anasema kabisa yule Derok ni mchezaji ambaye tuseme ni kisu chenye kutu, ana quality, ana uwezo. Kwa hiyo safari hii Simba imesajili watu ambao wanakuja kuipa mageuzi makubwa Simba. Niseme tu kama una swali hapo unaweza kuuliza, lakini kabla ya kusema hapo ni kwamba nitoe rai ujio wa Keita. Hizi timu nyingine zikae standby. Hawa viungo wao wapishi hawa ambao hata pasi kugeuka tu mtu anageuka kama mzee kikongwe. Huyu anakuja kuwashikisha adabu kutokana na quality yake. Kijana na mbio, kijana na kasi, kijana na macho. Simba walikuwa wanahitaji kiungo kwa sasa kwa namna ambavyo unakitazama kikosi chao. Simba inahitaji kiungo kwa sababu hata ukijaribu kuangalia pale katikati kuna wakati Kagoma pia ni kiungo mzuri, lakini kuna wakati pia anazidiwa. Na ndio maana tumemripoti pia hapa hivi karibuni Kevin Nation Naftari ambaye huyu kutoka Pamba Jiji. Maana yake anatua pale Simba kuonyesha kwamba Simba inahitaji kiungo. That's why unaona ujio wa Naftari Kevin unakuja kumpa kazi sasa Kagoma kwamba hapa kazini kwangu kuna kazi, nisijisahau. Na hiyo ndio tafsiri ya kikosi kipana. Kwa hiyo timu kama Simba inahitaji viungo, timu kama Simba pia inahitaji hata washambuliaji wengine. Sababu mchezaji mimi kwa pale Simba nikijaribu kuangalia sasa hivi kama wana striker ni mmoja. Ukiangalia Jonathan Soa ndio hivyo tayari mambo yake na Simba hawana maelewano mazuri. Maana yake Suleiman Mwalimu pekee yake atatosha? Utakuja kusema hawezi kutosha. Wanahitaji striker. Kwa hiyo sio kiungo tu, hata striker wanahitaji. Kwa hiyo ujio wa Aboubakar Keita manake anakuja kuipa kazi Simba sasa Steve Becker aweze kujivunia viungo wake kwamba leo nianze na nani. Na huyu Steve Becker watu walikuwa wamfahamu. Huyu ni kocha ambaye lile pila biriani la Simba linarejea. Msimu unaokuja Simba ya Steve Becker ndio itakuwa namba 1 hapa Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Najaribu kuitazama hata nusu finali klabu bingwa barani Afrika kwa sababu amekuwa ni kocha mwenye mageuzi makubwa. Aimbwi Pedro anaimbwa pale Young Africans, na juzi tuliripoti mtu hapa chini kasema bwana wewe mchambuzi, mbona juzi uliripoti kwamba Pedro anaondoka? Jamani, vikao vipo. Ni kweli pale Jangwani Pedro alikuwa anaondoka, lakini mwisho wa siku vikao ndivyo vilivyoamua. Nini tafsiri ya kikao? Maana yake walikuja kukaa kufanya tathmini ya huyu kocha wao kwamba je, huyu kocha tunaweza kwenda naye ama tusiende naye. Sasa kura zikazidi wanaompenda wakazidi kwamba huyu abaki. Kwa hiyo watu waamini redio zetu, channel zetu kwamba sisi tuko vizuri, taarifa zetu ni za kweli, na huyu mchezaji ambaye tunamtaja hapa Aboubakar Keita pale Yanga angeenda, sioni hata kiungo angeweza kumsumbua. Angetoka pale angeenda Azam, sioni kama kuna kiungo ambaye angeenda kumsumbua. Angetoka pale angeenda Singida Black Stars, sioni, kwa sababu na ndio maana nimeripoti mwanzo nimesema hapa ujio wa Aboubakar Keita hata Young Africans wenyewe hawalali usiku kucha, wanastruggle kuweza kupata saini yake. Wao wanazungumza na wakala, lakini taarifa zetu za tetesi zinaeleza kwamba wao wakati wanadili na wakala, Simba imefanikiwa sana kwenda kuzungumza na familia. Ni sawa sawa nyinyi hapo watangazaji, unahitajika kwenye channel moja, wengine wamepitia ofisini, lakini mwingine kapitia kwa mzazi wako. Alafu kaja pale akakaa akapiga na story, wakacheka wakafurahi. Kuna wakati mzazi naye ana nguvu. Kwa hiyo ndio ambacho kimetokea kwa Aboubakar Keita. Nadhani sasa watu wajiandae. Kwanza kitu ambacho sijakisema, physical yake. Tuseme footwork yake ni nzuri. Nakumbuka zamani japo hawafanani hata kiuchezaji, lakini kulikuwa na mchezaji anaitwa Athmani Idi Chuji. Kama mtamkumbuka zaidi, alikuwa anarusha, yani mpira wake anaoupiga anauvusha upande kaskazini, kusini, mashariki, magharibi.
Sasa Abubakar Keita ni zaidi mara 100 huyu Athmani Chuji, mara 100 Jonas Mkude, kwa sababu mpira kwa mfano kuchukua kushoto haangalii pasi za karibu, yeye anaangalia pasi za mwendo. Kwa hiyo tuseme ni wale wachezaji ambao kwanza wamekulia kwenye academy, yani amefundwa, sio wachezaji ambao wapo hapa Tanzania wengine walikuwa bodaboda, sitaki kuwataja. Baadaye mchezaji anataka kusajiliwa uende huko Raja Casablanca, Wydad wanakutaka wewe unabaki klabu moja huku, unakumbuka asili yako ulikuwa ni fundi dereva bodaboda. Na sasa haya umepata majeraha, utajikuta unarudi kuendesha mapikipiki. Atudharau uendesha pikipiki, lakini sio kazi nyepesi, ni kazi ngumu, watu wanakula kwa jasho. Sasa wewe umeshajaliwa, umepewa uwezo, kipaji, talent uko nayo, timu kubwa zimeshakuja, toka kwenye hiyo timu wewe unabaki, mwisho siku unapata majeraha. Kwa hiyo tuseme tu huyu ni mchezaji ambaye amekulia kwenye academy, ana discipline, anajua thamani ya mpira, anajua value yake ni nini, na hata wakala wake wenyewe wanamuuza. Ni sawa sawa hapa Tanzania kulikuwa na mchezaji anaitwa Emmanuel Okwi. Nani asemfahamu Okwi? Kila dirisha la usajili lazima atajwe. Yupo Clatous Chota Chama, kila dirisha la usajili lazima atajwe. Sio kwamba ni bora kuliko wengine, lakini hawa wanajua kucheza na media, wanajua kucheza na Watanzania, na ndio maana tunasema ujio wa Abubakar Keita anakuja kuifanya Simba sasa iwe hatari zaidi. Kuelekea dabi ya Kariakoo itakapofika wakati huo, nadhani mtanikumbuka haya maneno ninayoyaeleza. Sioni Yanga ikitoka upande wowote kuweza kumsumbua Simba kuelekea Mzizima dabi, kwa sababu nikishukutwa hatopata nafasi. Lakini kama ingekuwa hii Mzizima dabi inasogezwa mbele kati ya Yanga na Azam, mimi ningeweka 100% kwa Simba. Kumradhi, maana yake inamaanisha Yanga na Simba, ningeweka 100% kwa Simba. Lakini kwa sababu atadelay kidogo, maana yake huyu anapokuja hizi klabu kubwa ndio mwisho kuweza kumfunga Simba, kwa sababu mbele kuna washambuliaji, hapa katikati kuna viungo, nyuma kuna golikipa mzuri. Sasa hivi vilabu vya Yanga na Azam vinapitia wapi jamani?